swala zima la amani halianzi na viongozi. Swala zima la amani linaanza na mtu mmoja. Swala zima la amani linakwenda katika kipengele cha familia, tunakuja jamii, na mwisho wa siku nchi nzima. Sasa kinachokuja kutuvuruga katika swala zima la amani ni uchu wa madaraka, mimi binafsi naweza nikasema. Na ndio maana rais wa awamu ya kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alijaribu kuzungumzia swala la kukimbilia Ikulu, kwamba Ikulu kuna nini, kila mmoja Ikulu. Ni kwa nini utaona watu wengi hawana nia ya dhati kwenda kuwasaidia wananchi, isipokuwa wana nia ya kutafuta kwa ajili ya matumbo yao na vitu kama hivyo. Sasa mtu wa namna hii ambaye ni mloho wa madaraka hawezi kuwa tayari kuona amani inaendelea. Yeye anachotaka anaangalia ambacho anataka kukipata. Kwa hiyo mimi niendelee kuasisitiza wananchi wa Tanzania tuendelee kuienzi amani ya nchi hii. Kwa gharama yoyote tumlinde rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu huyo ndio rais wetu kwa sasa. Ukifika uchaguzi, Dr. Samia ataingia kwenye ulingo, mpigeni vitanzi, zungumzeni namna mtakavyoweza. Sasa hivi rais Dr. Samia ni mmoja tu. Tumwache amalizie muda wake. Kwa hiyo tusisitize amani, ndugu zangu. Nadhani napozungumzia amani, kama nilivyotangulia kujibu, nilisema kwamba tunapozungumzia amani, tunazungumzia amani ya kuanzia ya mtu mmoja mmoja. Yaani regardless kuangalia unatoka chama gani. Na unapozungumza chama, anaweza nikawa mimi kada wa Chama cha Mapinduzi na nikavunja amani. Naweza nikawa ni kada wa Chama cha Mapinduzi nimepikwa na nikazungumza vitu vya ovyo. Maana ndio maana nasema nazungumzia mtu mmoja mmoja, sijazungumzia chama. Nadhani tunaelewana. Kwa hiyo anaweza akawa wa chama X au akawa wa chama tawala. Kwa hiyo mimi salamu yangu ni kwa wanasiasa wote, wasiwe na uchochevu, wasilete kauli za uchochevu na uvunjifu wa amani. Lakini pia unapozungumzia swala zima la kwamba mikutano inafanyika kwa amani, na unakuta kwamba jeshi la polisi nalo pia lipo pale kwa ajili ya kulinda amani hiyo, ndugu yangu, labda nikwambie, unapozungumzia amani, uvunjifu hauanzi moja kwa moja wazi. Nimetolea mfano wa Njiti ya Kiberiti. Njiti ya Kiberiti ni ndogo sana, ambao unaweza ukawasha msitu mzima. Kwa maana ya kwamba amani inaanza na viashiria. Leo hii tunaambiwa kwamba no election no reform. No reform no election. Watanzania wanataka kujua, sio kwamba ni kauli mbaya. Sisi kama Watanzania tunataka utuambie kwamba kwa nini no reform no election. Ukirudi ukatuambia kwamba tatizo ni kwamba hakuna tume huru ya uchaguzi, wakati tayari tume huru ya uchaguzi imepatikana. Na unapojaribu kuangalia transformation ni sio mabadiliko ya ghafla. Lakini pia unapokuja kuzungumza kwamba unahitaji katiba, wahitaji wa katiba ni wananchi, sio sisi wanasiasa. Sasa sisi tunataka kukumbatia kwamba sisi ndo wenye nchi na sisi ndiye tunaitaka katiba, wakati katiba ile na wananchi inahitaji muda mrefu sana kufanya mabadiliko ya katiba. Sasa hiyo ndo inaingia katika uchu. Anaweza akawa ndani ya Chama cha Mapinduzi, anaweza akawa ndani ya chama X, akawa na viashiria katika kauli, akawa na viashiria katika mienendo. Ndivyo maana nazungumzia kwamba tutawapiga vita na tutawapiga spana, hatakuwa tayari.